DW. Maoni. Na mpenzi msikilizaji, Tanzania, taifa la Afrika Mashariki, linasimama hivi sasa kwenye njia panda yake ya kihistoria na kisiasa. Miezi kadhaa baada ya dhoruba ya kisiasa ya Oktoba 2025, vumbi linaonekana limeanza kutulia, lakini makovu bado ni mabichi. Tunarekodi kipindi hiki katika siku ambayo tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba imewasilisha ripoti yake mezani kwa Rais Samia Suluhu Hassan, ripoti ambayo sio tu inataja vyanzo na vichocheo vya machafuko yaliyotokea, bali pia inaonyesha ramani ya mapendekezo ya kurejesha taifa katika mstari wake. Rais Samia ametangaza msimamo kuhusu maridhiano, mchakato wa katiba mpya na ujenzi tena wa uchumi na usalama, lakini macho ya ulimwengu yako katika kuangalia pia juhudi za Jumuiya ya Madola kupitia mjumbe maalum, Rais mstaafu wa Malawi Lazarus Chakwera, ambaye anaongeza msukumo wa kimataifa katika kutafuta suluhu ya kudumu kwa taifa la Afrika Mashariki. Swali kubwa linabakia, je, Tanzania kweli iko tayari kupona? Leo kwenye meza duara tunachimba na kuangalia utayari na ukweli wa undani miongoni mwa wadau wa siasa na jamii. Pia, je, jumuiya ya kimataifa inaweza kuwa na jukumu katika kulitibu taifa ambalo limepata madhara kama yaliyojiri Oktoba 2025 Tanzania? Tunaungana hapa kwa njia ya simu na wachambuzi kutoka nchini Tanzania. Tunaungana na makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo upande wa Zanzibar, Ismail Jussa. Tunaungana pia na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, Gwapo Mwakatobe kutoka huko Tanzania, na pia mwakilishi wa kituo cha haki za binadamu na sheria nchini Tanzania, William Maduhu. Karibuni sana ungwana kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante sana Mohamed. Naam, nataanza kwako Ismail Jussa, bila shaka pia kupitia uzoefu ambao mnao upande wa Zanzibar, mahususi kabisa panapohusika juhudi za kimataifa kama hizi za Jumuiya ya Madola, lakini hakika pia kulikuwa na juhudi za ndani za baada ya uchaguzi wa 2000 na baada pia uchaguzi wa 2010 za ndani kutafuta maridhiano ya kitaifa. Yote haya jumla yake katika muktadha huu yanakueleza nini kuhusu ambacho kuendelea saa hizi nchini Tanzania, Ismail Jussa? Asante Mohamed. Mimi naomba nianze kujibu swali ambalo hukuniuliza. Naam. Lakini Naam. Nilikuwemo katika utangulizi wako, kwa sababu mimi naona hilo ndio la muhimu sana. Ulipouliza kwamba baada ya yote ulioeleza kwamba je, Tanzania yenyewe iko tayari kupona? Naam. Mimi nadhani kama tukizungumzia Tanzania kwa maana ya wananchi, mimi naamini kwamba wananchi kwa maana ya pande zote mbili za muungano, upande wa Tanganyika na upande wa Zanzibar, wananchi wako tayari kuona kwamba Tanzania inapona na wangependa kuona hatua madhubuti na sahihi zinachukuliwa kutibu haya yaliyotokea. Upande wa pili, ikiwa tunazungumza Tanzania kama ni serikali, na kwa sababu mara nyingi watu wamekuwa wakichanganya mambo kama vile serikali ndiyo nchi, basi hapo nadhani bado kidogo tuna mashaka kwamba watawala hawajaonekana kama vile wamekubali kujifunza kisawasawa. Na mimi naliona kubwa linakuja katika swala zima la kukiri makosa. Na binadamu tumeumbwa, sisi Waislamu tunaamini hivyo, binadamu tumeumbwa kukosea. Kwa hivyo inawezekana mmekosea. Ujasiri ni kukubali makosa, kujisahihisha na baada ya hapo kusonga mbele. Kwa hivyo nadhani kwamba Tanzania kwa wananchi kwa jumla wako tayari. Tanzania kwa wanaserikali naona bado kuna ugumu fulani kutokana na kushindwa kwanza kuwa na ujasiri wa kukubali makosa aliyofanya na kutaka kuyasahihisha. Sasa hili ambalo umeniuliza mahsusi la hizi hatua ambazo zinajaribu kuchukuliwa, mimi Mohamed niseme kwamba ni kweli Zanzibar ina uzoefu wa kutosha, na ili tusipoteze muda bana, mambo haya ni marefu sana. Mimi nitasema kwa ufupi. Kwanza nashukuru kwamba nina bahati ya kushiriki takriban michakato yote ambayo imetokea Zanzibar katika kushirikia migogoro ya kisiasa kwa namna moja ama nyingine. Mimi nachoweza kusema ni kwamba ukilinganisha uzoefu wa wanapotokezea jumuiya ya kimataifa au taasisi za kimataifa, kwa mfano ulioitaja Jumuiya ya Madola kuingilia kati na wao kujaribu kutaka kuongoza juhudi za kusaka suluhu, na mnapofanya juhudi zenu wenyewe nyinyi wananchi wa nchi husika, viongozi wa taasisi mbalimbali, basi kwa uzoefu wa Zanzibar mimi naona kwamba tumefanikiwa na kusogea mbali zaidi pale ambapo tumefanya wenyewe mazungumzo, tumekutana ana kwa ana bila kuwa na mtu ambaye anakwenda huku akirudi
kule na kisha kuwaletea ambacho hamna hakika kama kilicholetwa ndicho kilichozungumzwa na upande wa pili. Lakini pia mnapozungumza ana kwa ana mnapata kuzisoma na kuziona hisia za kila upande, na kwa hivyo kuona wapi labda umemkwaza au kumkwaruza au kumuumiza mwenzako na vipi unapaswa kurekebisha na hatua zipi zichukuliwe. Kwa hivyo nikichukua mfano mwafaka wa 99 Zanzibar ambao ulisimamiwa Jumuiya ya Madola haukwenda mbali katika utekelezaji. Ulitoa mchango fulani lakini haukwenda mbali. Lakini mwafaka wa 2001 ambao ulifanywa na Watanzania wenyewe kupitia viongozi wa vyama wakati ule CCM na CUF, na hata maridhiano ya Zanzibar mwaka 2009 yaliongozwa na Rais Amani Karume wa Zanzibar kwa wakati ule na hayati Maalim Seif Sharif Hamad, basi unaona kwamba tumesogea hatua mbele zaidi. Kwa hivyo kuhitimisha katika hili, Mohamed, nadhani mimi na si dharau, na nadhani zina mchango wake katika kusukuma, kusaidia, kushawishi, kuratibu mambo mbalimbali kunapokuwa na jumuiya za kimataifa zinashirikishwa, lakini zaidi hatua za kulinusuru taifa, hatua za kuliponya taifa, hatua za kulisuluhisha taifa zinapaswa zibebwe na wananchi wenyewe. Ndio uzoefu ambao tunaupata sasa. Na hapa linakuja swali Ismail, kwamba mwawezaje kuja pamoja mkazungumza kutafuta maridhiano, kutafuta mwafaka, wakati imani baina yenu ni ya chini sana, bila kuwa na mtu wa tatu au wa nne ambaye yuko nje yenu? Mohamed, process zote za kusuluhisha migogoro au mivutano au maafa kama kwa mfano yaliyotokea Oktoba 29 Oktoba 29 ndio mwaka jana, ni kwamba yanakwenda na hatua tofauti. Na hatua ya mwanzo katika mazungumzo yote ya kusaka suluhu inaanza na hatua za kujenga imani, zile ambazo wasuluhishi wa migogoro wanaziita confidence building measures. Unaweza kwa sasa ukasema ni kujenga imani na kuaminiana, kwa maana trust and confidence building measures. Na katika mifano ya Zanzibar yamefanyika hayo. Kwa mfano katika matukio ya mwaka 2001 ambao pia yaliambatana na mauaji ya waandamanaji na raia wengine wasiokuwa na hatia, zilichukuliwa hatua. Kwa mfano ilianza na hotuba ya Rais Mkapa kwa wakati ule kama inavyokumbukwa. Baadaye vyama viwili vikubwa kwa wakati ule, CCM na CUF, viongozi wake wakiongozwa na katibu mkuu Maalim Seif Sharif Hamad upande wa CUF na katibu mkuu Philip Mangula kwa upande wa CCM, wakatoa tamko la pamoja, kwanza kuwataka watu waridhia vyama kuzungumza kusaka suluhu, na pili kuwataka watoe ushirikiano wao, na baadaye mnachukua hatua kidogo kidogo, na hatimaye mkianza kuzungumza nyinyi wenyewe mnaanza kuona kwamba mnaanza kuelewana. Kwa sababu moja lilokuwepo katika mambo kama haya linalopelekea migogoro ni mnapokuwa hamzungumzi, hakuna daraja baina yenu. Kwa hivyo dhana, hisia mbaya, chuki zinakuwa zinajengeka. Lakini mara nyingi mkianza kuzungumza na mkiwa mnaongozwa na dhamira njema, baada ya kwa hizo hatua za kujenga imani zimefanikiwa, basi mnafika tu. Na kama nilivyosema, haijapata kuwa kamilifu na hakuna process za kusuluhisha zikafikiwa malengo yake kwa 100%. Haijapata, kumbuki pale popote duniani ndio haifikiwa. Lakini unaona kwa uzoefu wa Zanzibar tulifika mbali zaidi tulipofanya wenyewe, pamoja na kwamba kulikuwa na uratibu wa namna fulani wa jumuiya za kimataifa. Asante sana Ismail kwa kutufungulia. Tuende sasa kwako William Maduhu. Ripoti ambayo mmeitoa hivi karibuni nyinyi, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, imezungumzia kwa undani kabisa yale yaliyotukia katika vurugu za uchaguzi wa 2025, na huko ninyi ilikuwa ni alama ya kunyimwa kwa haki, kuharibiwa kwa maisha na vitu kama hivyo. Tunazungumza anavyosema wakati ambapo ripoti ya uchunguzi ambayo imeagizwa na Rais Samia kupitia tume yake aliyoiteua imewasilishwa, na nataka kujua kwamba unapolinganisha kile ambacho mmegundua nini na kile ambacho kimewasilishwa na ripoti hii, kuna mpishano na mfano gani hasa kwenye dhamira ya kuliponya taifa, kama ambavyo imekuwa ni kauli mbiu ya kila mmoja anavyozungumzia masuala haya? Nianze moja kwa moja kwenye kujibu swali lako. Nafikiri kabla sijaenda kwenye kujibu swali, kidogo nianze na usuli mdogo tu kwamba kama utakumbuka vizuri Mohamed, siku chache baada ya Mheshimiwa Rais Samia kuapishwa kuwa rais, alikutana na wazee wa Dar es Salaam na akahutubia taifa. Lakini pia kama unakumbuka, siku ambapo Mheshimiwa Rais anaikabidhi tume majukumu ya kufanya kazi hii ambayo inahitimishwa leo, Rais alisikia akisema wazi kwamba
kuna vijana kutoka nchi jirani, kutoka nchi nyingine walikodiwa kuja kuandamana hapa, na rais akaitaka tume kwenda kuchunguza juu ya hilo. Lakini la pili, rais alionekana akitamka wazi kwamba kuna watu, kuna mashirika yamefadhili mpango huo, basi tume iende kabaini mashirika hayo yanatoka wapi na kina nani. Lakini jambo la tatu, Mohamed, ni kwamba rais alionekana pia kuwa na mashaka kwamba waandamanaji wale walikuwa na lengo la kufanya mapinduzi ya kidola, kwa maana walikuwa na lengo la kuitoa serikali madarakani. Nataka nikwambie Mohamed kwamba leo nimefuatilia ripoti ya Mheshimiwa Chande wakati anamkabidhi Mheshimiwa Rais. Sijaona popote ripoti kituhumu kwamba kuna vijana kutoka nchi jirani, kutoka nchi nyingine waliandamana, walikuja hapa kuja kuandamana. Lakini pia Mohamed, ripoti haijasema kabisa chochote, na Mheshimiwa Chande amekwepa sana kusema hivyo kwamba waandamanaji walikuwa na lengo la kupindua serikali iliyoko madarakani. Lakini jambo la tatu, shutuma za kwamba kuna mashirika ya kiraia yalishiriki kufadhili vurugu zile, ripoti haijasema. Sasa swali ni kwamba Mohamed, ni nani aliyempa taarifa Mheshimiwa Rais Samia hizo? Na kama Mheshimiwa Rais alidanganywa au alipata taarifa ambazo sio za kweli, huyu aliyemdanganya anachukuliwa hatua gani? Sababu shutuma zilikuwa nzito Mohamed. Shutuma za kwamba kuna raia wa kigeni kuja kuandamana hapa, kuna mashirika ya kiraia yalifadhili mpango ule, waandamanaji walikuwa lengo la kupindua serikali, zilikuwa ni shutuma nzito kweli kweli Mohamed, na zilimshitua kila mdau. Lakini Mheshimiwa Chande hajazungumza chochote kuhusu hilo, na mimi kama mtu wa haki za binadamu ninasadiki kusema kwamba kwa namna Mheshimiwa Rais Samia alipotoshwa na watu wake, na kama alipotoshwa ni muhimu sana sasa akachukua hatua kwa nini walimdanganya. Lakini sasa jambo la pili Mohamed ni kwamba ni sahihi kwamba sisi juzi tu hapa Jumatatu ya wiki hii tulizindua taarifa ya haki za binadamu kwa mwaka 2025 na tuliibua majambo mengi. Jambo la kwanza, tuliibua swala la wananchi kuuawa ambalo sisi na tume wote hatupishani. Tume inakiri hadharani kwamba wananchi wameuawa. Lakini nafikiri Mohamed, swali ambalo wadau wengi wanajiuliza ni juu ya usahihi wa taarifa au takwimu ambazo tume imezitoa. Tume inasema takriban wananchi 518 ndio waliouawa, lakini kuna minong'ono Mohamed, kuna fununu kwamba namba hiyo ni ndogo mno, huenda wananchi ambao waliuawa ni wengi zaidi. Lakini jambo la pili Mohamed ni kwamba ambalo hatupishani na tume, tulizungumza jinsi ya masuala matatu ambapo pia Mheshimiwa Jaji amelizungumza vizuri. Swala la nguvu iliyotumika vis-a-vis waandamanaji, swala la ulazima kwa maana ya necessity, swala la uhalali wa nguvu ile kwa maana ya kisheria. Mheshimiwa, sisi tulisema bayana kwamba kuna sehemu nguvu iliyotumika zidi ya uwiano, zidi kiwango, na tuliweka ushahidi kwamba kuna watu ambao walifuatwa majumbani kwao, wengine walikuwa wanaangalia mipira na tu sasa akiwa sebleni, na tume imekiri juu ya hilo. Lakini Mheshimiwa Chande hakuwa tayari kabisa kutoa mapendekezo ya hao waliohusika kwa maana ya kwenda kupiga risasi wananchi walioko majumbani, walioko wanaangalia mipira, walioko madukani kwao, wanachukuliwa hatua gani. Mheshimiwa mwenyekiti wa tume amelikwepa hilo. Lakini jambo lingine ambalo sisi tulizungumza bayana ni kwamba chanzo cha yote haya ni kwa sababu kwa muda mrefu serikali ya CCM imekuwa na kiburi, imekuwa na tabia ya kupuuza maoni ya wananchi. Kumekuwa na madai mengi Mohamed ya muda mrefu ya kuwa na misingi ya kiuchaguzi yenye usawa, kwa maana kwamba chama tawala na vyama vya upinzani viende ulingoni vikiwa na usawa, wananchi waamue wanayemtaka ni nani. Na tulipeleka mapendekezo kwa muda mrefu, tumeandika maandiko mengi kwamba ifike mahali sasa serikali ya CCM inapochaguliwa na wananchi, tuseme kwamba isichaguliwe, inapochaguliwa kihalali ichaguliwe kihalali. Lakini pia serikali ya CCM pale inapotokea imeshindwa, wananchi wameamua kuchagua chama X, serikali ya CCM Mohamed iwe tayari kukubali kwamba imeshindwa. Sasa yote haya masuala ya utekaji ambao pia tume imezungumza kwamba watu wametekwa, na imekuja na takwimu ndogo za kushangaza Mohamed. Sisi tuna takwimu za watu takriban 100 200 na kitu. Tume leo kutuambia ni watu 700 na ushia ambao wametekwa na wajulikani mpaka walipo. Lakini sisi tulipendekeza tuweza kuchukua kwamba hawa watu ambao wametekwa tuambiwe walipo, watekaji na kina nani, walikuwa wanatumwa na nani, wanachukuliwa hatua gani. Mheshimiwa Jaji Chande amezungumza haya, amekiri watu wametekwa na ametusaidia kutupa takwimu za watu wengi zaidi. Lakini tume inakwepa mno kupendekeza hatua za kuchukuliwa juu ya hawa watekaji, walitekwa na nani, kwa maagizo ya kitu gani, kwa maslahi ya nani. Tume haisemi chochote. Lakini ndio jingine ambalo sisi tumepishana kwa kiasi kubwa sana, tume
ni eneo la tume kupata kigumizi cha kupendekeza na kuchukua kwamba hatua za kiwajibikaji kwa maafisa wa polisi, majeshi mengine ambao walionekana kupitiliza kutumia nguvu kupita kiasi zichukuliwe. Tume imekuwa na kigumizi kinyume chake. Tume inapendekeza kwamba mamlaka za nchi iunde tume nyingine ya kijinai ambayo itakwenda sasa kuwasikiliza hao waliotuhumiwa, kutaja majina. Ni swala ambalo kabisa ni danadana, ni kupoteza muda, ni sehemu ya kutafuta ulaji mwingine wa fedha za wananchi hapa, ingali kwamba mambo haya kwa wazi. Tume hii ingeweza kusema wazi kwamba kuna mahala mamlaka za nchi za kiusalama zilipitiza mamlaka zake, hatua za kiwajibikaji zichukuliwe na wahusika. Lakini cha pili ni kwamba Mohamed, utaona kwamba hata rais mwenyewe wakati anahutubia taifa amekuwa na igumizi mno cha kukiri kwamba kuna mahala pia maafisa wa vyombo vya dola walizidisha nguvu hiyo. Kinyume chake, Mheshimiwa Rais ameonekana kuwapongeza hadharani, ameonekana kutokujutia juu ya iliyotokea, ameonekana kuambia kwamba waendelee kufanya kazi yao, waendelee kulinda amani ya nchi bila kukubali kwamba kuna sehemu wananchi wamezulika, wananchi wamejeruhiwa, wananchi wameuawa. Kinyume chake, Mheshimiwa Rais ameonekana kuwapongeza hadharani kwamba wamefanya kazi njema. Kwa maana kwa lugha nyingine Mohamed, ni kwamba mapendekezo haya Mheshimiwa Chande ni kama hatuoni kama kuna utashi wa dhahiri kuyatekeleza. Lakini la pili ni kwamba rais umsikia amesema pale, ametishia kwamba ripoti hiyo ni ya kwake, amekabidhiwa yeye na asingependa kuona mtu mwingine akimendea kuifatafata. Sasa kauli kama hizi Mohamed zinalenga kwamba sasa ripoti hii maana yake ni kwamba haitakuwa hadharani. It means kwamba sasa rais amekabidhiwa ripoti, inakwenda kwenye kabati ya ofisi ya rais, atakuwa yeye na wasaidizi wake basi. Maana yake ni kwamba sasa sisi wadau wengine sasa hatuwezi kuona kilichoandikwa mle ndani, kilichopendekezwa. Sababu kilichosoma pale na mwenyekiti Chande pale ni summary, ni muhtasari tu wa ripoti ndefu. Mbona pale amekabidhi makabrasha mengi sana, amekabidhi viapo, amekabidhi majina ya mashahidi. Rais anasema ripoti ni ya kwake. Maana yake ni kwamba Mohamed, hata nyinyi wa waandishi wa kimataifa hamtapata nakala ya taarifa hiyo, na hiyo inaashiria kwamba mamlaka zimeunda tume hii kutaka tu kupunguza hasira za watu, lakini binafsi sioni utashi wa moja kwa moja wa kutekeleza mapendekezo ambayo tume Mheshimiwa Chande imeyasema. Lakini jambo la mwisho nikimalizia katika awamu hii ni kwamba Mohamed, unaona kwamba pia tume imekuwa na igumizi sana cha kusema kupendekeza walioko magerezani. Kwa mfano Mheshimiwa Lissu yuko ndani kwa kesi ya uhaini. Mimi nashangaa kwa mapendekezo ya tume ya leo huoni popote ripoti kimhusisha Mheshimiwa Lissu na mambo haya. Sasa kwa nini mpaka leo yuko gerezani? Najua kwamba jambo lake liko mahakamani, lakini najiuliza kwamba kama ripoti hajamtaja popote, hajazungumzia popote jambo la kwamba yeye ndo mhusika mkuu wa kauli zake, na ripoti ile imeenda mbali zaidi Mohamed, imetaja kauli mbiu za kama vyote. Kauli mbiu ya no reform no election imeitaja, kauli mbiu kama tunatiki, kama tunatoka, tunalinda kula, imetaja kauli mbiu za wanasiasa wote. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hakuna mtumiwa wa moja kwa moja ya madhara yale. Kama ndivyo hivyo, kwa nini Mheshimiwa Lissu mpaka leo yupo gerezani? Anafanya nini? Kwa nini asiachiwe huyu mtu arudi uraiani kufanya shughuli zake? Naam, William Madu, nakushukuru sana kabisa, umetupa mfanano na mpishano, na bila shaka tutarudi kwako ili uweze kupata sasa muktadha wa Tanzania panapohusika na ripoti hii na juhudi za Jumuiya ya Madola, ikiwa kwa pamoja zinaweza kujibu swali kwamba je, Tanzania iko tayari kupona kama ambavyo limeangaliwa mwanzo na Ismail Jussa. Tuje wako sasa Gwapo Mwakatobe, nataka kujua hasa kwa upande wako na kuangalia hasa mapigo ya moyo wa kijamii panapohusika kile ambacho kilijiri na kile ambacho wanakitarajia katika siku zijazo. Swali kubwa narudi pale pale kwamba je, kwa namna gani ufa wa kutokuaminiana uliotanda katika nchi mpaka hivi sasa, kama wanavyozungumzia pia Chande kwamba upo, unaweza kuzibika? Ufa unaweza ukazibika, nikijibu moja kwa moja, ukazibika ikiwa wahusika wa kusababisha ule ufa wako tayari kuuziba. Na pale ambapo wanauacha unazidi kupasuka, wanauacha na wanashika ambayo sio, na wanakwepa, sio rahisi ufa ule ukazibika. Kabla ya hapo mwenyekiti, ni kwamba tulitoa mapendekezo, tulitoa maonyo, tulitoa maangalizo kwamba tunapoelekea uchaguzi wa 2025 tuwe na mambo ambayo yanasababisha ufa tuweze kuyasahihisha, ikiwemo kupata katiba mpya, kupata mifumo ya kutenda haki. Lakini pia kulikuwepo mengi ambayo yalikuwa nahusishwa
na siasa na shughuli za kisiasa, ikiwemo utekaji na mauaji ya kutisha. Hayo ndiyo yaliyopelekea kuleta ufa. Tulipotaka hatua ziweze kuchukuliwa, uchunguzi uweze kufanyika, na ripoti kisha toka, wanahusika wachukuliwa hatua, hakukuchukuliwa chochote, mwenyekiti. Kwa hiyo matokeo ya Oktoba 29 ni matokeo ya ukatili. Unapambanaje na mtu anayevuka barabara na mtoto wake? Ana nguvu kiasi gani? Hana risasi, hana fimbo, askari anampiga risasi, anakufa pale. Ana nguvu kiasi gani? Kama rais anavyosema, zile nguvu zilizotumika zilikuwa sawasawa na nguvu za vurugu. Ana vurugu kiasi gani? Anayeangalia mpira. Haya yaliyotokea ulikuwa ni muendelezo wa kupanua ufa zaidi, pamoja na serikali kutuhumiwa, wananchi wakituhumu serikali, kuambiwa na kushauriwa. Hakuna hatua yoyote waliochukua, lakini kiongozi mkubwa ndiye aliyetengeneza hadidu za rejea. Kwa sisemi shangae hata rais anaposema hii ni ripoti ya kwangu, ni ya kwake, haituhusu wananchi. Na pengine hata serikali yake ambayo tayari ilishatoa majibu, na ilikuwa nataka mtu yule anayekwenda kuchunguza, Chande na wenzake wameambiwa kitu gani wachunguze, kwa walibwana walifungwa. Lakini kama kweli kuna mgogoro wowote unaohusisha watu wengi, makundi mbalimbali, tume inapaswa kuwa na wawakilishi wa makundi hayo. Kama zilikuwa ni vurugu za kisiasa, ni mwanasiasa yupi ambaye alikuwepo pale kwenye hiyo tume aliyehusishwa? Asasi za kiraia, ni yupi aliyewakilisha asasi za kiraia? Vijana waliotajwa, ni kijana yupi ambaye aliwakilisha ili atoe maoni? Haikuwepo. Kwa hiyo ilikuwa ni hadudi za rejea za rais ambaye serikali yake inatuhumiwa ndio ajichunguze. Kwa kweli haiwezekani. Mauaji yaliyotokea Zanzibar, mimi nafikiri yangekuwa ni somo kwetu, ingawaje si vizuri kujifunza kutokana na mabaya, lakini kukosea ni ubinadamu, kujisaisha ni uungwana. Kweli Zanzibar kulirekebika, tukapata na serikali ya mseto, ila pia mambo yakabadilika 2015 mpaka mwenyekiti wa tume alikuwa na uwezo wa kufuta matokeo, akayafuta kabisa. Kwa ni kwamba mara nyingi tunapopata matatizo hatujifunzi kutokana na hayo matatizo au makosa tunayokosa. Kwa kweli yanapaswa kuwa masomo, tujifunze, turekebishe, lakini hatuko tayari. Hata hizi tume, mwenyekiti, mimi nashangaa zitasaidiaje? Kwa sababu huko nyuma tunaonyesha kwamba hasa huko Tanganyika niko na uzoefu nako, tume nyingi zikishaanzishwa maripoti yake yanatupwa, mpaka saa zingine wenyekiti wa tume wanatukanwa kwa kuleta vitu ambavyo hataki yule aliyetengeneza hadidu za rejea. Alishambuliwa na Warioba alishambuliwa vibaya sana. Alishambuliwa Jaji Kisanga na Mkapa kwa ripoti, anakumbuka Ismail Jisa aliyoileta, alishambuliwa. Lakini tuone mambo ambayo aliyaleta Warioba yako wapi sasa? Yametupwa. Kwa hiyo huyo anajua kwamba anapoteza muda, anavuta muda, lakini niseme havuti muda wala hafuniki kombe mwanaharamu apita. Hapana, ni kwamba hii ripoti inatonesha vidonda. Watu tulioshuhudia yale mauaji, watu bado leo wanatafuta wapenda wao wako wapi. Leo hii tunaambia kwamba ni akili unde au akili mnemba, ni nusu ukweli, nyingine ni halisi. Hizo zilizo halisi, nani amehusika? Nani anawajibika? Umetokea huko Ukraine, waziri amejiuzuru kwa sababu uzembe wa askari. Ilitokea mwaka 1976, rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi, kwa uongwana wake, watu walipouawa chini ya wizara yake, alijiuzuru yeye. Hakuua, hakuamrisha, alijiuzuru, wala hakusifu kile kitendo, aliona ni kibaya. Hiyo ndiyo toba. Je, tuliye naye amekiri zaidi ya kusifu yale yaliyofanyika? Nchi inahitaji toba, lakini watu wanaleta kiburi na kuweza kukataa ule ukweli hata unaonekana. Ukuta utaendelea kutuka na tutaendelea kuumia.
tusipobadilika. Nakushukuru sana Gough Mwakatobe. Narudi kwako Ismail Jussa. Tangu mwanzo kabisa ulisema unatofautisha baina ya utayari wa nchi kwa maana ya wananchi na utayari wa watawala kwa maana ya wanaongoza nchi yenyewe. Miaka 30 ya vyama vingi nchini Tanzania na katika upande wa Zanzibar mahususi kabisa imeleta miafaka na maridhiano na usaliti na kuto kutekelezwa sehemu kubwa sana au sehemu yale ambayo yameridhiwa. Upande wa Tanzania bara, upande wa upinzani ambao walikataa kabisa kutoa mashirika wa serikali, huenda ikawa walisoma upande wenu Zanzibar wakasema kwani Wazanzibari ambao wameingia katika maridhiano na miafaka wamepata nini zaidi ya yale ambayo alikuwa anajirudia kila wakati? Kipi kinaweza kuwa tofauti hivi sasa, Ismail? Kwanza Mohamed, niseme kwamba tukizungumzia watawala na utayari wao, Zanzibar pia ina mifano hai ya taswira zote mbili. Kwa mfano kwamba maridhiano ya Zanzibar ya mwaka 2009 2010 ambayo hatimaye yalipelekea kufanyika kura ya maoni, wauliza Wazanzibari wapo wanaona kwamba uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa kwamba ni mfumo unaokubalika, ikiwa ni sehemu ya hatua za kutibu majeraha ya kihistoria, nilifanikiwa na hatimaye kura ya maoni ilifanyika. Mabadiliko ya katiba ya Zanzibar ambayo maarufu kama mabadiliko ya 10 ya katiba ya Zanzibar yalitekelezwa. Bila shaka uchaguzi haukuwa kwa 100% kwamba ulikuwa huru na haki, lakini ulikuwa na afadhali sana kuliko chaguzi zilizotangulia kabla ya uchaguzi wa mwaka 2010, na hatimaye Zanzibar ilipiga hatua kubwa sana. Kwa mara ya mwanzo tulishuhudia katika uwanja wa Amani wakati rais anaapishwa kwamba wafuasi wa vyama vyote viwili wameshirikiana, wako bega kwa bega wakikaribisha ujio wa hatua ile. Yale yalifanyika kwa sababu aliyekuwa na dhamana kwa wakati ule Rais Amani Abeid Karume alichukulia udhati yale ambayo yalikuwa yamefanywa na hatimaye akatufikisha katika hatua hii. Lakini bado nikitetea hoja yangu, utaona kwamba suala la watawala kuwa tayari linakuja kuwa ni hoja, kwa sababu unakuta mwaka 2015 ambapo sasa baada ya miaka 5 ya uzoefu wa serikali ya umoja wa kitaifa mmekwenda katika uchaguzi, na uchaguzi ambao ulikuwa ni mzuri na uliofanikiwa kuliko chaguzi zote katika historia ya Zanzibar. Tumekwenda katika hatua ya kuhesabu kura, watu wamepata matokeo ya uchaguzi katika majimbo yote 50 ya Zanzibar, matokeo ya urais, matokeo ya baraza la wawakilishi, matokeo ya udiwani. Mimi mwenyewe nilikuwa mgombea, nimeshinda, nimepewa mpaka shahada na msimamizi wa uchaguzi kwamba nimeshinda. Alafu mnakwenda katika hatua ya uhakiki wa matokeo ya urais kwamba mmeshafika kuhakiki na kutangaza matokeo ya majimbo 31 kati ya 50, na matokeo yale yanalingana mno na yale ambayo yalikuwa yamewekwa hadharani. Ghafla anaibuka mwenyekiti wa tume, na leo wengi wanaamini kwamba wala haukuwa utashi wake. Kuna kila dalili kwamba alidhibitiwa na vyombo vya ulinzi na usalama akatangaza kufuta uchaguzi, na ushahidi hayo ni kwamba alipoondoka yeye, makamu mwenyekiti wake alipojaribu kuendelea na hatua ile, na yeye akadhibitiwa. Kwa hivyo haya yamekuja kwa sababu watawala sasa wa mara hii hawakuwa tayari kuona kwamba yale ambayo yalikubaliwa yamo ndani ya katiba, yamo ndani ya sheria ya uchaguzi, kwamba yanaheshimiwa na yanatekelezwa. Na hivyo hivyo katika mwaka 2020 hali ilikuwa mbaya sana kwa upande wa Zanzibar, tofauti na bara. Watu 21 waliuawa, mamia walijeruhiwa, hata mimi mwenyewe mfano hai katika hayo. Wengi wameachwa wakiwa ni vizuka, wanawake, watoto wameachwa wakiwa yatima. Na hata uchaguzi wa 2025 ndio ambao umekuwa uchaguzi mbovu kuliko chaguzi zote katika historia ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wa Jamhuri ya Muungano ndio haya ambayo yanazungumzwa katika mjadala huu kwamba yalipelekea maafa ya mauaji ya kutisha, pamoja na watu wengi kujeruhiwa, kupoteza viungo vya miili yao, uharibifu wa mali. Leo kama ilivyosemwa hapo kwamba hata kama watu wanaweza kubishana kuhusu idadi baina iliyokuwa ikisemwa na baadhi ya watu na iliyosemwa tume, lakini hata uichukule hii ambayo imetangazwa leo na tume ya Jaji Chande kwamba watu 518 waliuawa, hiyo ni idadi kubwa sana na nadhani haijawahi kutokea katika historia ya Tanzania. Kwa hivyo hata ukichukua hii ambayo pengine wengine bado wanaweza kutilia mashaka, basi peke yake inatishia suala la kwamba alifika kutekwa watu katika uchaguzi kipindi chote hadi wakati huo.
zaidi ya 700 kama ulivyosema. Hali hii inatisha. Sasa bila shaka uchaguzi wa 2025 ulikuwa mbaya zaidi kuliko wote. Na tukirudi katika swali lako maana kwamba tutajifunza nini, nitakuja pale pale kwamba ikiwa watawala hawajawa tayari, hata mtafikia maridhiano ya namna gani, wananchi hata wakiwa tayari, basi hamfiki popote. Na nadhani hili ndio suala ambalo Chama cha Mapinduzi na watawala wa Tanzania, hata vyombo vya ulinzi na usalama, tusivionee haya katika hili, kwa sababu vina mchango mkubwa katika yanayotokea. Lazima vijifunze kwamba kuendelea tu kufanya mahubiri ya kisiasa kwamba wananchi hawajapata kukosa utayari, kwa sababu wananchi yakitokea haya ndio wanaoathirika, lakini watawala wanapaswa kujifunza. Na kikubwa kama kilivyosemwa hapa ni kwamba Chama cha Mapinduzi, na hili kidogo ni mrekebishe, unajua mazoea yanatamka sana ulimi na maneno yanaumba. Ndugu yangu ile Madu hapo amesema chama tawala na vyama vya upinzani. Nadhani tatizo linaanzia hapo. Sisi wenyewe ndio wapigania demokrasia, hatupaswi kubeba hiyo dhana kwamba kuna chama tawala. CCM kilikuwa chama tawala mpaka mwaka 92 wakati nchi ilipokuwa chama kimoja, na hakikuwa chama tawala tu kama inavyosemwa, kilikuwa chama kilichoshika hatamu, na hiyo ilikuwa ndani ya katiba ya nchi. Baada ya mwaka 92 tulipokalisha vyama vingi, hatuna chama tawala, tuna vyama vya siasa vinavyopaswa kwenda kwa wananchi na wananchi wenyewe waamue. Na uzuri wake hata leo katika ripoti ya Jaji Chande amesema katika mambo aliyotaja kama ndio vyanzo, maana ametaja kuna vyanzo na kuna vichocheo. Mimi nazungumza katika hivi vyanzo, ametaja kukosekana kwa au kutotimizwa kwa madai ya muda mrefu ya umma na wananchi ya kutaka katiba mpya, kutotekelezwa kwa sheria ya kupelekea kupata tume huru ya uchaguzi, ilikuwa na chaguzi huru na za haki, yani utekaji wa watu ambao wengi mpaka leo hawajulikani walipo. Sasa mambo kama haya CCM kama chama tawala kinapaswa kubeba dhamana na kuona kwamba yametosha, lazima kiongozi na kufanya maridhiano ya kijanja janja ili tu kuwaengage watu. Na katika ile kubali hata leo kidogo mimi ambalo lilinishangaza ni kwamba imeundwa tume ya Jaji Chande, imetoa mapendekezo, lakini kuna baadhi ya maeneo hao kwenye ulani wasema na wao sasa iundwe tume nyingine ikachunguze makosa ya kijinai, kwa maana tume ya kijinai. Sasa unaona hizi tume zikiwa za hivi, ndipo wananchi wanapoteza imani kwamba huu ni mchezo tu wa kila siku kupoteza muda, ni tume baada ya tume. Kama leo Jaji Chande alipokuwa akiwasilisha ripoti yake amesema mara kadhaa amefanya rejea kuomba utekelezaji wa mapendekezo ya tume ambayo pia aliongoza yeye, tume iliyochunguza mfumo wa haki jinai katika nchi, kwamba utekelezo. Sasa ndio yale ambayo yameelezwa hapa kwamba kama hakuna utayari kwa upande wa watawala, mtaunda tume, mnaweza kukaribisha jumuiya za kimataifa kama alivyokaribishwa. Bila shaka mwanzo kulikuwa kuna upinzani tunavyosikia, lakini hatimaye amekaribishwa rais mstaafu Lazarus Chakwera wa Malawi, karibuni wamekuja wengine, lakini bado ni watawala. Na hili nadhani nifungie maelezo yangu Mohamed katika nukta hii kwa kutumia mfano wa Afrika Kusini. Siku zote tumekuwa tukiutaja mfano huu katika masuala ya Zanzibar, kwamba Afrika Kusini kulikuwa kuna ubaguzi wa rangi na watu waliuawa, waliteswa, walibaguliwa, na mpaka ikafika Waafrika weusi, kwa maana ambao ndio walikuwa wakibaguliwa, kupitia chama chao cha ANC wakaamua kuingia katika mapambano ya silaha kutaka kujikomboa. Lakini yote hayo pengine alisogeza msukumo na kuongeza pressure, lakini hayakuleta tija mpaka pale watu walipokubali kuzungumza. Lakini kwa nini mazungumzo yalifanikiwa? Kwa nini hatimaye Afrika Kusini ilipata katiba mpya isiyo ubaguzi wa rangi, ikafuta ubaguzi wa rangi, wakafanya uchaguzi wa mwanzo mwaka 1994, matokeo yakaheshimiwa, Nelson Mandela akachaguliwa kuwa rais, akaapishwa, akaunda serikali ya mwanzo moja kitaifa. Yote haya yamesimamiwa na serikali ya makaburu ambayo ndio ilipaswa kuathirika kutokana na mageuzi yale, lakini waliona kwamba wakati umefika. Sasa haya yanakuja kwa sababu gani? Kwa sababu watawala wanapaswa kuwa tayari. Na hili tunasema watawala kwa nini? Kwa sababu mwenye instruments of power, mwenye hatamu za kuweza kuamua mwelekeo wa nchi kwa kiasi kikubwa ni watawala. Wao ndio wenye hatamu, wanashikilia hatamu za nchi. Sisi wengine hata tukisema vipi yataishia kuleta maumivu kama haya, kwa sababu wananchi wana mwisho wao. Ukiwasukuma ukutani, ukawa kila wakati mnazungumza, hamfiki mwisho. Mambo yanaamuliwa, mnaunda vikosi kazi, mnaunda tume, mnaunda kamati, lakini hakuna kinachoonekana. Hayo yameonekana kwamba kwa uzoefu wa Zanzibar, na mpaka leo Zanzibar hakuna serikali moja kitaifa, kwa sababu 2025
yale ambayo yalifikiwa 2010 yamedharauliwa. Kwa hiyo narudia tena pale pale kwamba ni suala la watawala. Wananchi wanaweza kuwa tayari, vyama vya siasa vya upinzani ambao viko katika upande mwingine ambao hauna madaraka, hauna maamuzi, taasisi za kijamii naweza zote zikataka. Kama watawala hawajakuwa tayari, bado tutaendelea kubaki pale pale na tutakuwa hatujifunzi kutokana na yaliyotokea, iwe Zanzibar au hata upande wa pili wa Tanganyika. Asante sana kabisa Ismail Jussa, na kushukuru sana kabisa kwa uchambuzi na pendekezo lako hili la kwamba lazima mabadiliko yatokee katika wale ambao wana hatamu, umeita instruments of power, wale ambao wana mamlaka ya utekelezaji na utendaji katika nchi ambao ndio wenye madaraka. Nakupa William Maduhu dakika 2 zako utuhitimishie kwa kuangalia upande wa nyinyi asasi za kijamii na wajibu wenu katika hali kama hii. Tanzania inajaribu kujikwamua katika makovu ya matukio ya Oktoba 2025. Nyinyi kama asasi za kiraia, dhima yenu ni ipi? Asante sana Mohamed. Mimi nafikiri kama nilivyoainisha hapo awali kwamba sisi kama asasi za kiraia kwa muda mrefu sana na kwa miaka mingi mno tumeshauri tena kwamba serikali iliyoko madarakani ifike wakati sasa isikilize maoni ya wadau, isikilize maoni ya wananchi, kwa sababu hatuwezi kuwa miaka yote hiyo tunapigiana makelele ya kitu kile kile, tunazungumzia katiba mpya. Sasa unajiuliza kwamba CCM na serikali yake inaogopa nini kuwaletea wananchi katiba mpya? Kuna nini kwenye katiba mpya? Kuna hofu gani kwenye katiba mpya? Na la pili kwamba tumekuwa tukizungumza mara kwa mara kwamba kumekuwa na tabia pia kwa miaka mingi sasa, angalau tangu 2020 Mohamed, hata mashirika ya kiraia haya unapofika wakati wa uchaguzi tumenaalika wadau mbalimbali wa kuangalia uchaguzi, tunaomba vibali tunanyimwa bila sababu za msingi. Sasa unajiuliza kwamba serikali inaogopa nini? Inaogopa uchaguzi usiangaliwe ili iweje? Kwa sababu moja ya misingi mikuu ya demokrasia Mohamed ni uwazi na uaminifu katika uchaguzi. Lakini leo kwa takriban miaka 15 sasa, mashirika mengi ya kiraia yale credible yenye uwezo, zungumzia mashirika ya mfukoni haya, mashirika credible, tutakuwa tukiomba vibali vya kuangalia uchaguzi Mohamed. Tume ya Taifa ya Uchaguzi inatunyima bila sababu, na tumekuwa tukiandika maandiko mengi mno. Na kama nakumbuka hata mwaka jana Mohamed, sisi sasa kiraia tulifanya juhudi nyingi mno za kuhakikisha kwamba yaliyotokea Oktoba 29 Oktoba hayatokei, kwa sababu tulijaribu kutafuta kila upande ambao ulikuwa unapigana. Sisi tulifanya kila juhudi za kukutanisha Chadema na chama tawala, tulifanya mazingira kukutanisha tume ya uchaguzi na wadau, lakini Mohamed, niseme tu kwa bahati mbaya kwamba tume ya uchaguzi haikuwa tayari kukutana wadau, na kuna wakati tujibu wazi kwamba hatuna muda wa kukutana nyinyi. Tukagundua kwamba wenye shida hapa wala sio upinzani, wenye shida hapa ni CCM na serikali yake, ndio hawako tayari kuzungumza. Na tuliandika maandiko mengi mno, ikiwa barua za kutafuta namna ya kuinasua nchi kwenye machafuko ambayo yangeweza kutokea mwezi wa 10. Na kwa sababu Mohamed, kwa miaka mingi sasa serikali ya Chama cha Mapinduzi imekuwa tabia kuamini kwamba Watanzania hawafahamu chochote, Watanzania ni wajinga mno, Watanzania ni mambumbumbu. Kulikuwa na kauli za toka hata kwa polisi kwamba hawafanyi chochote, hawatakwenda popote, na tukasikia kauli za kibabe tu kutoka kwa makamanda wa polisi wa mikoa kwamba atakayesubutu tutamvunja miguu, atakayejaribu tutamshughulikia. Lakini Mohamed, angalia kilichotokea ni kwamba hao waliokuwa wanatoa kauli za kubeza wananchi kwamba atakayekuja barabarani tutamvunja mguu, ndio waliomba msaada wa jeshi baada ya kuzidiwa nguvu na wananchi ambao walikuwa wameingia barabarani, ikabidi waombe msaada jeshi la wananchi kusaidiwa, ndio kidogo hali ikawa nzuri. Kwa mimi nilitaka kusema kwamba tu ni imani yangu kwamba sasa ifike mahala serikali ya Chama cha Mapinduzi ikubali kufanya mazungumzo yenye uhalisia, sio mazungumzo kama alivyosema Jussa ya ujanja maigizo ya kuzugazuga wananchi. Ifike mahala ikubali kwamba pale inapotokea wananchi wamchagua Ismail Jussa kuwa mbunge wao, basi Jussa tangazwe kuwa mbunge. Inapotokea mtu asisi mkatangazwa kuwa mbunge kihalali, basi tumemtangaza mtu huyo. Lakini pia tumeona leo Mohamed, tumekipendekeza kwamba tumepewa nafasi ya kuajiri watumishi wake kuanzia ngazi angalau ya jimbo, mkoa, wilaya na pale taifa. Ni madai ambayo ukimuuliza Jussa hapo ameandika miaka na miaka, lakini system kwa jeuri yake, kwa kiburi chake, iliendelea kuwapuuza wananchi kwa miaka mingi. Na bahati nzuri kwamba Mohamed, tume leo imekiri kwamba moja ya chanzo kikubwa cha vurugu zile ni mapuuza ya muda mrefu ya serikali ya system, kuwapuuza wananchi na wadau mbalimbali wa siasa
ambao wamekuwa wakishauri mara kwa mara mifumo yetu ya kiuchaguzi ya kidemokrasia bado ina matobo mengi. Kwa hiyo tufanyie marekebisho ili uchaguzi wetu uwe wa haki na wa huru na wa kuaminika. Nakushukuru unajumuisha makundi yote. Nakushukuru sana kabisa William Maduhu kutoka Kituo cha Sheria za Binadamu Tanzania. Nakushukuru sana Ismail Jussa, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo upande wa Zanzibar. Nakushukuru pia Gopa Kotobe, bahati mbaya tukuweza kukurudia tena kwa sababu muda umemalizika, lakini nakushukuru mchango wako. Naitwa Mohamed Khelef na kwaherini hadi mara nyingine.